Yusuf Marajani and Pastor John Kagoro are in interviews. Nikusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa mnaitufuatilia, leo tuko na Pastor John Kagoro, mtumishi wa Mungu. Karibu sana Pastor. Mungu akubariki sana. Amen. Nashukuru sana. Amina. Fadhali Pastor, tumekuwa tukikuona sana mitandaoni ukifundisha sana kwa habari ya mawigi, ukifundisha kwa habari ya wanawake kutumia mapambo. Kuna watu ambao nimekutana nao wakaniambia yaani vitu vyote vinamilikiwa na shetani, kwa hiyo ni kuviombea na kuvitakasa. Hapo unaweza ukatuwekea sawa Pastor, ni vitu vyote ambavyo ni mali ya shetani unaweza ukaviombea ukavitakasa? Amen. Ni swali zuri. Nitalijibu kwa namna hii kwa neema ya Mungu ambayo amenipatia. Wewe unanisikia, nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, ni kwamba katika ulimwengu huu Biblia inasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ukisoma pia katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimchagua mwanadamu awe mtawala wa vitu vyote katika ulimwengu huu. Lakini kitu kimoja unatakiwa ufahamu ni kwamba Adamu alipoteza ile mamlaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4, tunaona Bwana Yesu Kristo alipokutana na shetani, shetani alimuonesha miliki zote za ulimwengu huu, akamwambia, piga goti unisujudie, vitu hivi nitaviweka chini ya miguu yako. Hili ni andiko ambalo linatuonyesha kwamba katika ulimwengu huu kuna vitu ambavyo viko chini ya mikono ya shetani. Kuna vitu ambavyo viko katika mamlaka ya adui mwenyewe ambaye ni shetani. Kwa sababu kama kitu kisingekuwa chini ya mamlaka ya shetani, maana yake shetani asingemwambia Bwana Yesu apige goti amwabudu ili ampe vile vitu. Sasa katika eneo la mapambo na urembo kuna pepo mmoja wa kuzimu anaitwa Yezebeli. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 9 ule mstari wa 30, tunamwona Yezebeli akitumia wanja, akitumia kupamba nywele. Na ukisoma Biblia pia inatufundisha pia kwenye kitabu cha Ufunuo, kuna mama wa makahaba ambaye alikuwa ni mji wa Babeli, alikuwa ni anajipamba. Kwa vitu hivi vya mapambo na mawigi unaweza ukasema kwamba ni vya kishetani, kwa ni vitakase, ni vitumie. Hapo utakuwa unakosea, kwa sababu kitu kishawekwa wakfu moja kwa moja kwa ajili ya shetani. Kwa ile ni mali yenyewe moja kwa moja ya shetani, kwamba ukiitumia unakuwa umeuza nafsi yako kwa shetani na utazuiwa wewe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hii kauli unaosikia kwamba hivi vitu ni mali ya shetani, unaweza ukavitakasa ukavitumia, ni kauli ya uongo, kwa sababu hicho kitu kinakuwa kimewekwa wakfu moja kwa moja kwa shetani. Kama kitu ni cha shetani huwezi kuweka wakfu. Kuna kauli moja Bwana Yesu anasema, mkuu wa ulimwengu aja lakini hana kitu kwangu. Shetani anapokuja kwenye maisha yako anaweza akaona kitu fulani ambacho ni mali yake kwenye maisha yako. Sasa moja kati ya mali nyingi ambazo adui ni mali yake kwenye maisha ya Wakristo ni mawigi, nywele bandia, eleni, mikufu na vitu vingine. Kwa hiyo huwezi kuvitakasa, kwa sababu hata watu wanaokuwa wanavitengenezaga hivi vitu kwenye viwanda vyao moja kwa moja huwa wanaviwekea maagano na kuviweka wakfu kwa shetani. Samahani kidogo mtumishi, nilikuwa na swali hapo, labda ongeka ufafanuzi zaidi. Unavyosema kitu hiki ni mali ya shetani, yani ili kitu kikizi vigezo vya kuitwa mali ya shetani kinahitajika kiwepo kina nini yani? Amina. Kuna kitu kimoja natakuwa ukifahamu mtumishi wa Mungu, mpaka kitu kiwe mali ya Mungu au kuwa mali ya shetani lazima kiwekwe wakfu. Sasa kuwekwa wakfu kunafuatana na vitu vifuatavyo. Inaweza kuwa ni kwa maombi au inaweza kuwa sadaka. Sasa vitu vingi ambavyo vinakuwa vinatengenezwa kishetani huwa vinatangulizwa na maneno ya kipepo. Vinanenewa maneno fulani ya kipepo au vinatolewa kafara fulani za kipepo. Kwa hiyo wewe unapokuja kukitumia kile kitu ambacho kishawekwa wakfu moja kwa moja kwa shetani, kimetengwa kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho ni cha ufalme wa giza, huwezi kukitakasa kwamba kiwe cha ufalme wa Mungu ukakitumia. Amen. Amina. Na sasa ukiwa kama ni Mkristo unawezaje kujua kitu hichi kimetolewa sadaka kwa shetani? Maana vitu tunavyoona kwa hii dunia tuliopo ni vitu of course vitu vingi sana. Sasa utajuaje na hiki ni mali ya shetani? Maana kimenenwa maneno, huwezi kuta kuna neno liko pale juu kimeandikiwa laana au ni wako kwa shetani. Unajuaje au kuwasaidia wale Wakristo ambao wanakulia wokovu na utakatifu?
Amen. Ni swali zuri sana mtumishi wa Mungu Yusuf Marijani. Ninachoweza kusema ni kwamba Roho wa Mungu, kuna karama moja inaitwa karama ya utambuzi wa Roho. Roho wa Mungu akiwa ndani ya Mkristo huwa anampa utambuzi katika vitu fulani ambavyo anakuwa anaishi kwenye mazingira yanayomzunguka. Sasa Wakristo wengi hata wanapoenda kufanya shopping, wanapokuwa wanaenda kwenye kununua vitu sokoni, huwa hawaombi, na pia wengi wanakuwa hawana uwezo wa kutambua Roho wa Mungu jinsi anavyoongoza. Sasa ili uweze kuvitambua hivi vitu, cha kwanza, unapoenda kununua bidhaa yoyote au kufanya kitu chochote, omba uongozi wa Roho Mtakatifu wa kuongoze. Na unapoenda kununua vitu, hakikisha unakuwa uko ndani sana makini. Yani wanasema be sensitive to Holy Ghost. Yani uwe makini sana na usikivu wa Roho wa Mungu ambao utakuwa unauona ndani yako. Ukiona bidhaa unaichukua una amani nayo, jina, mchoro, logo, usinunue hicho kitu. Au ukae ukakinunua, lakini wakati unakitumia ukaona kuna vitu fulani kwenye mwili wako havijakaa sawa, kwa sababu mwili wako ni hekalu la Mungu. Ni Roho wa Mungu anaweza kuwa anazungumza kwamba hiyo mali sio nzuri. Kwa cha kwanza kabisa ni kumtegemea Roho wa Mungu katika utambuzi wa ndani, kwa sababu yeye ndio mwalimu na msaidizi wetu kutuongoza katika njia ya kweli, katika utakatifu wa kweli. Amina Pastor, hapo tumekuelewa. Na kama we mtumishi, naomba nikuulize kidogo swali la watumishi kwa ajili ya kusaidia na watumishi wengine ambao wana huduma mbalimbali. Kama we mtumishi ukiwa kanisani, unajua kabisa kuna watu ambao wanakuletea sadaka na kuna wengine wanaleta zaka ya vitu. Sasa utajuaje kwa pale wakati anapotoa hiki kitu ni mali ya shetani, si mali ya shetani? Umesema mali ya shetani, huwezi kuombea ukaitakasa kwa sababu imeshatolewa sadaka kwa ajili ya shetani. Sasa wewe kama mtumishi unafanya nini hapo, unajuaje? Amina. Kanisani kunakuwa na sadaka za aina mbili. Kuna ile sadaka ambayo mtumishi mmoja anakuja kukuletea wewe moja kwa moja mikononi mwako. Ile sadaka ni rahisi sana, unaweza ukaichukua ukaitakasa, na sio kwamba ukaitakasa. Yaani kama mtu atakuja amekuletea sadaka wewe moja kwa moja kwako, Roho wa Mungu atakusukuma kwamba hiki kitu ni kibaya, utakuwa na uwezo nayo moja kwa moja ile sadaka kutoitumia au ukaitupa ukaichoma moto. Lakini kama ni sadaka ambayo imewekwa kwenye kikapu na wewe ujui na Roho wa Mungu yupo ndani ya kanisa, huwa kuna neema ya ulinzi wa Mungu utakuwa nayo. Kwa sababu moja, zimetolewa sadaka nyingi na uwezi kujua ipi ni ipi. Kwa ile sadaka ya jumla ina neema yake. Mungu kwa kuwa wewe ni mtumishi wake, kuna maombi atakuongoza kuomba, ambayo yale maombi yatakulinda wewe. Japokuwa ile pesa ingekuja moja kwa moja mikononi mwako, ukupaswa kuitumia, lakini kwa sababu ni hela ambayo ni ya jumla, zimechanganywa zote kwa utambuzi wa kiroho. Kama una neema ile ya kuwa msikivu sana kiroho, una uwezo wa kujua kabisa hii ni hela mbaya. Lakini kama zimechanganywa, kwa sababu sisi ni wanadamu, Mungu anaachilia rehema zake. Unapokuwa unaweka ile sadaka kwenye vile vitunga vya sadaka, wanavyoweka zile pesa zinapokuwa kwenye kile kitunga cha sadaka, Mungu anazitakasa mwenyewe. Kwa sababu anajua kwamba hii pesa haijaja mikononi mwako moja kwa moja ukaitambua ni pesa mbaya. Na tunatakiwa tufahamu pia kuna dhambi za kutokujua. Unaweza ukatumia kitu bila kujua. Mungu atakusaidia kukuongoza kwa Roho wa Mungu kwamba pesa fulani uliyotumia sio nzuri, ukatubu. Kwa hiyo unaweza ukaitumia bila kujua, Mungu akakurehemu kwa sababu atakufunulia ndani yako kwamba kuna jambo fulani ulifanya sio zuri na hatia hiyo ikafutwa. Amina.